Tunafahamu ulikuwa ukipita mitaani vijijini kule kwetu kuna mito ilikuwepo inatembea. Leo mito sasa haipo, ni kwa sababu ya shughuli za binadamu ambazo tumezifanya. Sasa katika kukabiliana hili ndio tunakuja na solution ya kilimo cha umwagiliaji. Maeneo machache yaliyobakia tunajenga mabwawa makubwa, lakini pia tunachimba visima, lakini pia kuna baadhi ya maeneo ambao wale watu wanaoishi pembezoni mwa mito na maziwa tunawezesha zana za umwagiliaji ili waweze kulima kwa eneo kubwa kabisa. Kwa mimi niseme tu wazi kwamba serikali ya awamu ya sita hiki kilichokifanya ni kikubwa sana kwetu kwa Tanzania. Tunapaswa tulifahamu hili, na haya ndio maono halisi kwamba kiongozi anajaribu kuiangalia nchi, sio leo, anaangalia miaka mingine mingi iliyoko mbele. Kwa hiyo serikali ya awamu ya sita ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeliangalia hili, na ndio maana imewekeza nguvu kubwa mikono yake mwenyewe. Kama ni mahindi anavuna kwa mikono yake mwenyewe. Sasa dunia huko ilishahama. Dunia sasa imerahisisha. Kama ni kulima unalima kwa mashine, kama ni kuvuna unavuna kwa mashine, kama ni kupanda unapanda, kila kitu tunafanya kwa mashine. Nini maana yake? Ni kumrahisishia mtu huyu kwanza kuwa na tija, kulima eneo kwa haraka kwa muda mfupi, kutumia nguvu nyingi, lakini kupata mazao mengi zaidi, kwa maana sasa ndio ile tija. Sasa kikao hiki kinafanyika hapa kwetu kina umuhimu kweli kweli. Tunafahamu wote katika kampeni za uchaguzi ulioisha, serikali ya awamu ya sita imeamua kwa dhati kwamba sasa tunapaswa tuanzishe vituo zaidi ya 1000 nchi nzima vya zana za kilimo, kwa maana serikali iende kununua matrekta yasiyopungua 1000 na zana mbalimbali kama hizi tunazoziona hapa, kwa maana karibu kila kata kutakuwa kuna kituo cha zana zile, ambako wananchi sasa watatumia zile zana kwa bei ndogo zaidi. Kwa mfano, mtu alikuwa analima heka 5 kwa mwaka, maana yake ataenda akachukue mashine pale akalime kwa masaa 3, amalize kazi yake yote ya kulima, atakuwa amepanda na kila kitu. Atasubiria muda wa kufika kuvuna wa kupalilia ufike, aende akapalilie. Atasubiri muda wa kuvuna, aende akavune. Maana yake atapata mazao mengi zaidi kwa muda mfupi, tena kwa gharama ndogo kabisa. Sasa hii ndio ambayo tunataka. Tunafahamu sote kwamba nchi yetu Tanzania eneo lake linabakia kuwa lile. Ni eneo lile haliwezi kuongezeka. Huwezi kusema sisi kuna kila siku eneo linafanya nini? Linapanuka. Eneo ni lile la zamani, linabakia kuwa lile. Na wakati huo watu tunaongezeka. Sasa mwaka 2022 inaonyesha watu tuko zaidi ya milioni 61. Miaka mingine 15 tutakwenda pengine zaidi ya watu milioni 80 mpaka kwenda 100 kule. Na watu hao wote wanahitaji makazi. Utasema sasa kuwa na kuongezeka kwa watu na eneo la kilimo linapungua, maana yake uwezo wetu wa kuzalisha utakuwa upo. Naomba niwahakikishie, moja kati ya lengo jingine la Wizara ya Kilimo ni kuzalisha chakula toshelevu kwa sisi ndani na kulisha wengine kama tunachofanya sasa hivi. Kwa tunataka watu waende wakalime kwenye eneo dogo labda la eka 1 aweze kuvuna mahindi zaidi ya gunia 30. Sasa hii nini inafanyika? Ziko hatua ambazo tunazifanya. Moja wapo, mpaka sasa hivi Wizara ya Kilimo inafanya zoezi la upimaji wa afya ya udongo. Na sasa hivi tumeshafikia zaidi ya mikoa 13. Na tunaendelea. Afya ya udongo maana yake nini? Kwamba kujua nature ya udongo kwenye lile eneo itatusaidia sana kuona kwamba hapa Kilimanjaro ni mazao gani hasa halisi yanapaswa kufanya kulimwa. Hapa Tabora ni mazao gani hasa yanapaswa kulimwa. Na ili yaweze kulimwa, maana yake yanahitaji mbolea ya kiwango gani ili kuweza kupata mavuno yaliyo mazuri kabisa. Kwa hiyo kupitia shughuli zote hizi ambazo intervention zote ya serikali zinazozifanya hizi, tunaamini kabisa kwamba ile lengo la kulisha la kuwa na chakula toshelevu sisi na chakula cha kulisha watu wengine kitapatikana kupitia kilimo cha umwagiliaji, matumizi bora ya zana za kilimo na matumizi sahihi ya teknolojia ya kilimo. Looks at the whole ecosystem behind agricultural mechanization. So it is not just a question of machines, it is a question of the whole system behind acquiring machines and the services that can be produced to support farmers and other actors in the agricultural value chain. So for smallholder farmers, a key consideration
is having access to mechanization services. So this means that you have businesses which operate and provide these mechanization services which can be accessed by smallholder farmers to help them reduce the drudgery in their production activities and to increase productivity in agriculture. The expected outcomes of this conference is that we would have shared knowledge and experiences, practical knowledge and experiences on mechanization happening in different parts of the continent as well as other parts of the world, and also to have clear ideas on how to scale the success stories in promoting agricultural mechanization.